Kuna kitu ambacho Wayahudi wanakithamini kama ile hekalu. Na nikuhakikishie kwamba hata sasa hivi wana njama kubwa sana ya kutaka kuvunja ule msikiti wajenge tempo ya Kiyahudi. Kwa sasa hivi washakuwa na nguvu. Wanadhibiti Marekani. Na dola yao ya mwisho ilibaki ni Irani tu idhibiti ili mipango yao yote ikamilike. Ndio maana Netanyahu wapoi. Na umeona mpaka sasa hivi Marekani wanampiga pini Trump asishambulie. Trump anamzuia Netanyahu. Netanyahu mpaka sasa hivi anapagawa, anataka aanze vita, lakini Marekani wanamzuia. Mtazamaji wa channel yetu, tunakaa hapa na Sheikh Abubakar Kada kwa ajili ya kuendeleza mada ambayo tumekuwa tukifanya. Sasa leo itakuwa ni sehemu ya 4, lakini kwa tafsiri ni tafsiri ya sehemu ya 3 ya ndoto iliyootwa na Nebukadneza, ikatafsiriwa na Daniel, ndoto ya mnyama ambaye alikuwa na kichwa cha dhahabu alafu ana kifua cha fedha. Leo tunaingia sehemu ya 3 ambayo ni sehemu ya shaba, mnyama ambayo sehemu yake ni sehemu ya shaba. Tuone utawala wake ulikuwaje. Tumetoka huko, tumetafsiri kutoka katika utawala wa Babeli, tumeingia utawala wa Irani ambao tunasema ni wa Medi na Wajemi. Leo tunaingia katika utawala wa 3. Mwalimu, karibu sana kwa ajili ya kipindi chetu. Naam, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, niseme Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ndugu zangu, kama ilivyokuwa kawaida, tunaendelea katika sehemu ya 3 katika ndoto ya Nabii Danieli. Nafikiri kama alivyoota yule Nebukadneza, aliona katika ile sanamu sehemu ya kiuno kuja mpaka kwenye magoti ilikuwa ni sehemu ya shaba. Katika ile sanamu. Na yote ilikuwa ni madini. Kuna madini ya dhahabu, madini ya fedha, ikaja madini ya shaba, madini ya mwisho kabisa ilikuwa ni chuma, ambapo chini ya vidole vile kumechanganyika na udongo na chuma. Kwa leo tunazungumzia kipengele cha utawala wa shaba, ambao huu ni utawala wa 3 kwa mujibu wa Danieli mwenyewe. Tukisoma katika Danieli 8 mstari wa 20 mpaka 22, Danieli alikuwa anazungumzia jinsi utawala wa Medi na Wajemi ungeshindwa. Alionekana kondoo mume mwenye pembe 2 akisukuma upande wa mashariki na upande wa magharibi. Lakini ghafla akatokea beberu kutoka upande wa magharibi akaja kumshambulia yule kondoo. Sasa sijaelewa, labda lugha ya mabeberu inayotumika siku hizi labda walipata hapa au hawakuipata hapa, lakini utawala wa Kigiriki ambao ni utawala wa wazungu ulifananishwa na beberu. Sawa. Hiyo Danieli 8:20 anasema yule kondoo dume uliyemwona mwenye pembe 2, hizo ndizo wafalme wa Umedi na Wajemi. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Ugiriki, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4, falme 4 zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Naam, kwanza hapa unazungumzia utawala wa 3 ambao ni utawala wa Wayunani. Wana majina mengi, wanaitwa Wayunani, wanaitwa Wagiriki. Lakini hawa na Waroma ni ndugu. Sawa. Yaani japokuwa lugha zao tofauti, lakini tamaduni zao hasa zinaingiliana sana. Maana nao ni wazungu vile vile. Yaani katika tawala hizi tunaona kwamba tawala 2 zimetoka Mashariki ya Kati na tawala 2 hizi zinatoka upande wa Ulaya. Sawa. Japokuwa utawala wa mwanzo kabisa mkubwa ambao ulikuwa utawala wa Misri ulitokea maeneo ya Afrika. Lakini tawala hizi hazimaanishi kwamba ndio empire zote. Danieli alizungumza tu kwa muktadha wa zile dola ambazo zilikuwa zinakuja kwa miaka ile ya karibuni. Lakini kwa mujibu wa ndoto hii ni kwamba empire zitaendelea, kwa sababu mpaka mwisho wa ndoto tutaweza kujifundisha na kuweza kuona mambo yanakwendaje. Lakini tunapozungumzia utawala wa Kiyunani, utawala huu ulianza kutawala baada ya kuwashinda Wagiriki katika vita vinaitwa Arbela. Vita hivi vilipiganwa mwaka 331, japokuwa vita vilianza muda mrefu. Kwa sababu wanasema mgogoro baina ya Wamedi na Wajemi dhidi ya Wagiriki ulianza mwaka 334 BC. Ndipo walianza kugombana mabwana, wakaanza kupigana.
katika vita ambayo ilikuwa ni vita ndefu na ni vita ngumu, na baadaye Wagiriki waliweza kushinda. Lakini aliyeshinda ni nani? Kwa sababu utawala huu ulianza tangia mwaka 336 kabla ya Kristo, katika sehemu ambayo leo inaitwa Macedonia. Jamhuri ya Macedonia. Baba yake Alexander alikuwa anaitwa Mfalme Philip wa pili, ndio alimzaa huyo Alexander the Great. Lakini huyu bwana alikuwa ni kijana sana, kwa sababu wanasema mpaka anakufa alikuwa ni miaka 32. Miaka 32 ndio amekufa. Wakati huo kashateka dunia nzima. Okay. Yaani ukubwa wa Alexander the Great tunaojua ni mtu aliyeishi miaka 32. Ni miaka 32. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa yuko vizuri, alikuwa na mipango, alikuwa na mikakati, na alivuka kutoka maeneo ya Ulaya, Macedonia, akaingia maeneo ya Asia mwaka 334 BC. Okay. Akaenda kupigana na Wairani ambao hawa walifananishwa na kondoo mwenye pembe mbili katika unabii wa Danieli, lakini beberu huyu alikuwa na pembe moja katikati ya uso. Na unabii unasema kwamba hiyo pembe moja ni mfalme wa kwanza, lakini baada ya ufalme wake zitagawanyika, zikaonekana kuna pembe 4 zingine, kwamba makamanda wake wangegawana maeneo ya kiutawala. Kwa maana kwamba huu utawala wa Kigiriki, wakati wako kwa Ugiriki, walipokuja huko Mashariki ya Kati walichanganya tamaduni. Okay. Ndio mwanzo kabisa wazungu na watu wa Asia na Afrika wanachanganya tamaduni, kwa sababu utawala huu, ndugu zangu, ulikuwa ni utawala mkubwa, ulifika mpaka India. Yaani makoloni yale yale ya Wamedi na Wajemi nao walikuja kuyachukua hayo. Okay. Wakaanza kuwatawala, lakini si kwamba walitawala kirahisi, ilikuwa ni njia ya vita, wanapambana kituo kimoja baada ya kingine. Wanaenda wanateka maeneo mpaka walipofanikiwa, ilipopigana vita ya mwisho mwaka 331 BC, kabla ya kuzaliwa Yesu. Lakini nikisema kitu kimoja hapa kwamba Wagiriki ni watu ambao walichangia sana katika ustaarabu wa ulimwengu, na wameathiri sana ulimwengu tuliokuwa nao. Yaani mpaka leo hivi sasa maneno mengi ambayo unayapata wewe katika lugha za kitaalamu au tunasema katika lugha za kisayansi, maneno mengi yanatokana na lugha yao. Kwa hiyo yameathiri mpaka dini. Ukristo umeathiriwa sana na Wagiriki. Okay. Kwa sababu hata ukisema neno Kristo maana yake ni la Kigiriki. Ni neno la Kigiriki. Neno Christos maana yake ni neno la Kigiriki. Okay. Na Ukristo katika lugha ya kisomi na katika lugha ya utaalamu wa kidini, Wakristo wakitoa reference wanatumia lugha ya Kigiriki. Kweli. Hawatumii Kiebrania wala lugha yoyote. Lugha ya asili sawa. Wanatumia lugha ya Kigiriki. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wa Giriki walifanya operation yao kubwa sana, na waliteka nchi nyingi, kwa sababu walifika mpaka Misri wakateka, wakaenda mpaka huko Israeli wakateka, wakaenda Babiloni wakateka, wakaenda mpaka India wakateka, wakaenda mpaka Asia ya Kati wakateka. Lakini tayari kipindi hicho, tangia mwaka wa 400 kabla ya Kristo, tayari Wagiriki walishaanza kuwa ni watu wenye elimu. Ndio maana umeona kwamba hata wale wanafalsafa wakina Plato, wakina Aristoto, wakina Sokrati walikuwa ni Wagiriki, kwa mipaka ile ambayo labda ni ya zama hizo. Kwa sababu hata leo ukisema Makedonia sio nchi ya Kigiriki sasa hivi. Macedonia ni jamhuri sasa hivi inajitegemea. Lakini Ugiriki ya zamani, Macedonia ilikuwa ndani ya Ugiriki. Okay. Kwa hiyo mpaka baadhi ya maeneo katika nchi ya Uturuki kama Anatolia ilikuwa ni Ugiriki. Okay. Walikuwa wanakuja mpaka maeneo yanaitwa Istanbul sasa hivi, au wanaitwa Constantinople. Walikuwa wanaishi, yote maeneo yale yalikuwa ni eneo la Ugiriki. Okay. Kwa hiyo ukizungumzia wanafalsafa hao, unamaanisha kwamba unazungumza mpaka kuanzia Ugiriki, unakwenda mpaka Macedonia, unakwenda mpaka nchi za Ulaya katikati huko, baadhi ya nchi zingine walikuwa tayari ustaarabu wao ulikuwa katika maeneo hayo. Na tumeona kwamba hawa wanafalsafa wa Kigiriki kama kina Plato, wakina Sokrati ni watu ambao waliishi ndani ya zama za utawala huu, ambao wao wameathiri ulimwengu kwa kiasi kikubwa mpaka hivi leo. Kwamba leo
Hawezi kuonekana mtu ni msomi akaitwa dokta isipokuwa amesoma mawazo ya hawa watu. Sawa. Mtu akitwa the doctor of philosophy, daktari wa falsafa, jua amesoma mawazo ya kina Plato, ya kina Aristotle na kina Socrates. Hawa ndio watu ambao tunasema kwamba walifanya falsafa wakaiingiza katika mijadala ya kisayansi. Japokuwa inasemekana kwamba hawa wenyewe wakina Aristotle na wengine walifika Misri wakasoma. Okay. Walifika Misri wakasoma. Inasemekana hata huyu Socrates alifika Misri akasoma hesabu zaidi ya miaka 20. Okay. Anasomeshwa hesabu na watu wa Misri, na inasemekana walikwenda mpaka Ethiopia kufuata watu wenye hekima wakajifundisha. Maana ieleweke vizuri, si kwamba Waafrika ni mabwege kiasi hicho. Waafrika ni watu ambao nao walikuwa wana elimu nyingi sana zamani. Okay. Hata Qur'ani inamtaja bwana mmoja anaitwa Luqman al-Hakim. Huyu Luqman al-Hakim katika Qur'ani kuna suratul Luqman. Kwa mujibu wa mapokezi ya Kiislamu, huyu bwana alikuwa ni Muethiopia, ni Muafrika. Okay. Na Qur'ani inamuita Luqmani al-Hakim. Neno al-Hakim maana yake ni hekima, ndio philosophy. Kwa sababu kusema philo maana yake ni kupenda, sofi maana yake hekima. Okay. Kwa hiyo ukisema mwana falsafa maana yake ni mwenye kupenda hekima na kujifundisha hekima. Okay. Kwa hiyo huyu Luqman al-Hakim anayetajwa na Qur'ani katika sura 31 alikuwa ni Muafrika wa Ethiopia, ambayo Qur'ani imemuita Luqmani mwenye falsafa. Kwa yale mawazo ya kina Plato na kina Socrates kuonekana kwamba walifika mpaka Afrika na kusoma huko Afrika, ni dhahiri kwamba inaonyesha wazi kwamba Afrika au maeneo ya Misri na Kushi tulikuwa tuko vizuri, kwa sababu inavyosemekana kuna utata hata juu kuhusu Aristotle. Wanasema sanamu zake za mwanzo kabisa ukiziangalia alikuwa na pua pana kama ya Kiafrika. Okay. Yawezekana pengine hata alikuwa ni mtu mweusi. Sawa. Lakini kama unavyojua historia ya ulimwengu imeharibiwa sana kiasi kwamba sisi huko Afrika watu walikuwa kuituta bara la giza. Kweli. Lakini unaposema Afrika bara la giza, wakati huko Misri ni Afrika na Ethiopia, na walikuja huko tayari wanakuta watu washaendelea. Hii ni propaganda. Yaani walikuwa wanajaribu kutufanya tu watu wadogo. Okay. Hivi ni vita vya kipropaganda na ni vita vya rangi na ni vita vya kibaguzi ambao wenzetu hawa hawakubali hii ngozi nyeusi kuona kwamba hawa nao wana mchango katika historia ya ulimwengu. Na ndio maana tumeona na tumeshalisema hili kwamba hawa wazungu hata Wagiriki hawa na baadhi ya watu weupe wa Roma, wa Arabu, walipofika pale Misri katika yale masanamu ya Giza na maeneo mengine kwenye zile pyramid, kuna juhudi za makusudi kabisa zilifanyika baadhi ya nyakati watu kuvunja pua za yale masanamu isionekana kwamba hawa waliofanya kazi hii walikuwa ni Waafrika. Na inasemekana piramidi zimejengwa kuanzia miaka 5000 kabla ya Kristo. Okay. Na piramidi nyingi ziko Sudani. Kweli. Kuliko hata huko Egypt. Kweli. Na zilijengwa na watu weusi. Na huku Sudani huku ndo sehemu, huku Afrika huku ndo sehemu ambapo chuma kimegunduliwa. Okay. Chuma kimegunduliwa maeneo ya Menroi sijui wapi huko karibia na Sudani na Ethiopia huko. Ndio vyuma vimegunduliwa huko, na dhahabu pia zimegunduliwa huko. Tushaendelea sana. Kwa hiyo hata hawa kina Ibrahimu wakati wanatoka kwao huko Iraki, japokuwa nao tayari walishaendelea, lakini walivyokuja kwetu huko Afrika walikuta tayari kuna wafalme. Mpaka kuna magereza, mtu akikosea anapelekwa mahakamani, anapelekwa gerezani. Tayari Afrika tushakuwa hivyo. Okay. Kipindi hicho miaka 3000 kabla ya Kristo, wazungu walikuwa hata nyumba hawana. Hata vyoo walikuwa hawana. Lakini tayari Waafrika wana mahakama, wana mabafu, wanaandika vitabu, wana maandishi ambayo leo mpaka yanapatikana katika mapiramidi. Katika lugha ya mwanzo kabisa ile ya zamani kule Misri, tayari Waafrika walikuwa tayari washapiga hatua kubwa sana
ya kimaendeleo na kiteknolojia. Wanasema jiwe moja la piramidi ni karibu tani 6. Sawa sawa, kweli. Sasa hebu fikiria ile jengo refu ambalo ni sawa na gorofa kubwa kabisa. Walipandishaje yale mawe mpaka juu kule? Sio mchezo. Kwa hiyo si watu wa kawaida. Na hata hao Waisraeli wenyewe leo ambao wanasifiwa leo kwamba nao wana akili, kipindi hicho walikuwa wanatumikishwa mainjinia wakiwa ni Waafrika katika kujenga mapiramidi. Wayahudi kipindi hicho wanafanyishwa kazi ngumu, na hawakuwa wengi, walikuja tu pale na mifugo yao. Hawakuwa labda na teknolojia kubwa, isipokuwa wao walikuwa na unabii. Walikuwa na unabii na walikuwa wanamwamini Mungu wa kweli, kitu ambacho wenyewe labda tuseme walikuwa wametuzidi kwa upande huo. Kwa hiyo utawala huu wa Kigiriki ambao ni utawala wa shaba ambao unafananishwa na kondoo mwanamume. Utawala huu ulifanya mengi sana. Ulitawala maeneo mengi, na maeneo ambao waliyateka wanasema ni Ugiriki yenyewe, Misri, Sham, Babeli, Uajemi, India. Okay. Waliteka na nchi yao. Kwa sababu alikuwa Macedonia. Okay. Kwa hiyo sasa hizi nchi za zilikuwa zina wafalme wadogo wadogo tu. Kwa zamani mtu akiwa na nguvu anakuteka. Okay. Anakuunganisha katika umiliki yake. Sawa. Kuna wafalme wadogo wadogo. Kwa hiyo hawa mabwana walipigana, wakashinda maeneo mengi. Lakini kama mwandishi anavyosema ni kwamba utawala ule Lipembe ilivunjika. Huyu Alexander pamoja na kwamba alipigana vita vingi, mpaka leo kuna ikhtilafu juu ya kifo chake, alikufaje. Okay. Wengine wanasema aling'atwa na nyoka. Wengine wanasema alinyoshwa sumu na makamanda wake. Hakuna kifo rasmi ambacho kinamzungumzia huyu bwana kwamba yeye alikufa vipi, lakini alakuli hali alikufa huyu akiwa na miaka midogo. Lakini nikumbuka kwamba huyu alilelewa katika taratibu zile za kielimu. Okay. Inasemekana hata baadhi ya wanafalsafa walimlea katika malezi yao kifalsafa. Tumeona kwamba kama tulivyosema, Wagiriki ni watu ambao walikuwa wako vizuri katika mambo ya filosofi na walikuwa wameendelea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo utawala huu ulikwenda mpaka ulipopiganwa, na tumesema kwamba umeathiri mpaka leo. Yaani leo tunapozungumza, kwa mfano ukisema labda kuna mbio za marathon. Ndio. Ukisema kuna mbio za marathon, watu wanakimbia ni wenyewe. Okay. Wanakumbuka tukio la ushindi wa Wagiriki dhidi ya Wajemi. Okay. Mwaka 331 askari huyo akapewa taarifa ya ushindi, apeleke kule, akawa anakimbia mpaka kwenye mji unaitwa Marathon huko Ugiriki. Okay. Akapeleka taarifa kwamba Wagiriki wamewashinda wa Irani, ndio mpaka leo watu wanakimbia mbio zinaitwa marathon. Sawa. Au Olimpiki. Ukisikia jina Olimpiki maana yake ni nini? Ni mlima ambao uko Ugiriki unaitwa Olympus, ambao mlima huu ulikuwa unahesabika na Wagiriki kwamba ni makao makuu ya miungu. Okay. Watu walikuwa wanaenda hapo kwenda kumwabudu mungu anaitwa Zeus. Mungu wa Kigiriki huyo alikuwa anaitwa Zeus wa Olympio, ambaye alikuwa wapagani wa Kigiriki walikuwa wanaamini kwamba mungu huyu Zeus alikuwa anakaa katika mlima huo. Bado najiuliza hapo swali moja. Naam. Tulikuwa tunaona tangu mwanzo wale ambao walikuwa wanashinda katika vita, hata Waisraeli walikuwa wanalazimishwa waabudu miungu yao. Na katika hizi vita tukiangalia, Waisraeli wao hawajawahi kushinda vita ile kushinda kama kushinda kwamba tumepigana tumeshinda. Zaidi walikuwa wanakuja wanasaidiwa au wanasamiwa au wanaachiwa tu na wao wenyewe. Inakuwaje sasa Mungu wao yeye ndio anaonekana kama mshindi? Hatuoni kama Mungu wa Wagiriki. Tulikuwa tunategemea sana Mungu wa Wagiriki ndio itakiwa awe anaabudiwa na watu wote, kwa sababu watu walikuwa wanalazimishwa kumwabudu Mungu wa Wagiriki. Hapo sasa hilo swali ni swali nyeti kidogo. Ndiyo. Ni kwamba Waisraeli ni watu ambao kidogo hata mimi swali hilo ni umeniuliza ni gumu kwangu, lakini nitajitahidi kulijibu. Waisraeli wana bahati mbaya moja. Ndiyo. Hawajawahi kuwa na empire yote ya kwao wakatawala. Ili wawe na nguvu. Ndio. Hawajawahi. Zaidi ya kusaidiwa na watu wengine. Ndio. Yaani hawajawahi. Yaani katika historia ya Wayahudi, sehemu ambao walipata utawala mkubwa ni wakati wa Daudi na Suleimani basi. Okay. Yaani wakati wa King David na King Solomon. Ndio kipindi ambacho Waisraeli walipata na nguvu na kingdom yao ikawa ni kubwa. Lakini hata kugaza hawakufika. Sawa. Hawakuwa empire kubwa sana. Kwa sababu hata ukisoma Qur'ani katika surati Namli,
Sulemani alikuwa anapewa taarifa maeneo ya Yemen tu, hajui kwamba kuna utawala gani. Akapewa taarifa na yule ndege anaitwa Hudhud kwamba huko kuna mfalme huko anatawala, anaabudu jua, ni mpagani. Okay. Ina maana walikuwa empire hata Arabuni haijafika. Sawa. Kwa hiyo walikuwa empire yao ni ndogo tu, inatawala pale Israeli, labda na ukanda wa Gaza huko. Hawajawahi kuwa na dola kubwa, na ndio kitu ambacho Wayahudi pengine sasa hivi wanapambana waweze kuwa na hicho kitu. Okay, ndio. Wanapambana kweli kweli, na ndio maana unaona wana wazo la Greater Israel. Wanapambana ili nao siku moja nao wao empire. Ndio. Lakini kwa upande wa pili wa Waislamu, tunaona Waislamu wamekuwa na empire, watoto wa Ismaili, yani Makureishi ambao watu wa Muhammad wameteka nchi nyingi. Ndio, na tunaona kabisa Mungu wa Arabu kama Mtume Muhammad alivyotambulisha Allah anaabudiwa, na tuseme dunia zima wanaabudu, na yule Mungu wa Israeli nayo dunia zima anaabudu. At least huku kwa Waislamu tunaweza tukasema wao empire yao iliteka na Mungu yule, hata kama watu walilazimishwa au vipi, walilazimishwa na wanaabudu, na mpaka leo tuna nguvu. Tukiangalia huyu Zeus mwenyewe hajawahi, hatuoni kama kuna mataifa yote ambayo ilikuwa tuseme yamelazimishwa au kwa vyovyote vile basi aabudiwe Zeus nawe awe mkubwa. Sawa. Yaani kwa zama hizo Zeus aliabudiwa. Okay. Ila sasa walikuwa wanafanya hivi. Yaani kilichokuwa kinafanyika ni kwamba Sulemani anaweza akatoa Zeus. Ndio. Lakini ukienda Misri pengine anaitwa Horus. Okay. Kwa majina tofauti kama nilivyokuonyesha tangia mwanzo katika utawala wa Babeli. Kule anaitwa Nimrod, lakini Mungu yule Mungu jua. Akienda kule Irani anaitwa Mithra. Akienda Roma na Ugiriki anaitwa Apollo. Okay. Huku anaitwa Mungu Zuhura. Okay. Akienda kule wanamuita Venus. Akienda nchi nyingine wanamuita Madonna, ni Mungu yule kwa Roma. Okay. Kwa hiyo alikuwa anabadilisha majina. Kwa hiyo Zeus alikuwa anaabudiwa sehemu nyingi, lakini kwa majina tofauti. Okay. Wakiwa na maana kwamba ni yule tu ambaye yeye wapagani walikuwa wanamkubali. Kwa lugha nyingine tuseme wapagani nao wametawala dunia nzima, kwa sababu yani hizi empire zote tatu ni za kipagani, zote nne za kipagani. Sawa kweli. Ndio. Kuanzia ile ya Misri. Kweli. Kwa sababu hata Waisraeli waliokuja wakina Yusufu bado hawakuwa na mamlaka kwa 100%. Kwa hiyo dola zote duniani hizi za empire, dola za watu za dini zimetawala kwa muda mchache tu. Sawa. Dola ya Kiislamu imetawala takriban miaka 1000 tu. Okay. Lakini ukiangalia historia za nyuma huko wapagani ndio walikuwa wanatawala katika ulimwengu. Na sasa hivi hata tunavyoongea hivi sasa wapagani bado ndio wameshika mpini. Ni kama ndio wamerudishia mpira sasa. Si watu wa dini tunaburuzwa, kwa sababu hata wazungu wakijifanya kwamba wao ni Wakristo ni waongo. Hawana Ukristo, kwa sababu Ukristo hauhalalishi ushoga. Sawa, kweli Biblia inapinga. Mambo mengi ambayo yanafanyika hakuna dini inayokubali. Huo Ukristo ni Uislamu haikubali. Hata leo tuseme wale mapapa wa Roma wakisema wanasupport ushoga, sio Ukristo, yule ni uzungu. Sawa. Ila mtu anaweza akasema angalia Wakristo wale sio wale wafuati Ukristo. Ndio maana hata papa aliyepita alikubali mambo ya ushoga. Ndio. Lakini papa huyu sasa hivi anakataa. Sawa. Yale mambo ni ya kwao wazungu. Ule ni utamaduni wa magharibi unaitwa. Sawa. Kwa hiyo wenzetu hawa hawakuwa na empire. Sasa hawa Giriki walipambana sana, na mpaka mwisho tunaona huyu Alexander anapambana mpaka anakufa, lakini alifika kote mpaka India alifika huko. Okay. Alifia Iraki, Babeli. Huyu bwana alifia Babeli, katika mji wa Babeli. Wanasema ni mwaka 323. Ndio alifariki Alexander the Great. Alipofariki makamanda wake wakagawana himaya. Okay. Baada ya kufa Alexander the Great, dola haikuwa na utulivu tena. Kila kamanda kajimegea eneo lake la utawala. Na kwani walikuwa wanakutaka sana huku Middle East, japo huko unaonaga ndio kuna majangwa, kuna nini ukilinganisha labda na nchi zao. Yaani walikuwa wanakimbilia zaidi, yani kwenda kupigania, wanaenda huko, waende Uturuki, waende huko Palestina kwa Waisraeli, waende Iraki. Nini hasa kule kipo kikubwa ambacho mataifa hata tukiangalia leo Marekani wanakuja bado wanangangania huku. Kuna nini hapa katikati? Mbona unaona kama sio mataifa mazuri sana ya mtu ambaye anaweza, hata tu ukisema watu wengi una ndoto za kwenda wapi, Marekani au Arabuni, watu wengi wana ndoto za kwenda Marekani. Lakini hao Marekani wanakimbiliaga kule, au Waisraeli nao Wayahudi baada basi wakomai Marekani kwa marafiki zao bado wanakimbilia huko Middle East. Yaani ili eneo ni eneo ambalo liko kimkakati sana. Kwamba ukilishika eneo hili dunia umeikamata.
Kwa sababu nikupe mfano, na ndio hichi kitu ambacho unakiona leo, kinachotokea leo, na ndio maana watu hawajajua vizuri kwa nini wazungu wanawataiti sana watu wa Mashariki ya Kati, ambao wengi ni Waislamu. Yaani umeona sasa hivi wanachogombana pale Strait of Hormuz. Pale yuko Muirani. Kwamba leo meli yote ya biashara ikitoka labda Afrika au Arabuni ili iende Ulaya inatakiwa ipite pale. Okay. Kama haitopita hapo itapita kwenye bahari ya Mediterranean. Lakini bado itakuwa ni maeneo ya Mashariki ya Kati hapo hapo. Okay. Lakini vile vile ukifika pale Uturuki sasa. Hata leo kwa mfano Mturuki akizima akifunga lile eneo pale, wazungu wanakufa njaa. Okay. Kwa sababu pale Uturuki ndio center sasa. Maana umeona hata ule mji wa Istanbul umegawanyika sehemu mbili. Yaani kuna daraja pale katika mji wa Istanbul. Kwa hiyo kuna Istanbul sehemu ya Ulaya na Istanbul ya Asia. Okay. Kuna daraja tu kama lile la Tanzanite pale. Ukishavuka huko kwa Asia, ukienda pale huko Ulaya. Okay. Kwa hata wenyewe wakikutana wanauliza wewe unakaa Istanbul wapi? Unakaa Ulaya au Asia? Mimi nakaa Asia, mwingine anasema nakaa Ulaya. Okay. Kwa hiyo sasa ukiwa pale Uturuki, ukivuka tu ile mji wa Istanbul kule huko Ulaya, ukija huko Asia, ukiingia huko upande wa Iraki umeingia unakuja maeneo ya Arabuni. Unaona maeneo yaliyovuka kimkakati. Kwa hiyo ukikaa ina maana sasa ukiwa pale maeneo ya kuanzia Irani hapa Uturuki ni lango la kwenda Asia. Okay. Na ukija huko kwetu kutoka na Suez Canal wako wa Misri pale. Eneo muhimu, meli zinapita hapo. Ushafahamu? Na ni sehemu ya kwenda biashara, ukitaka kwenda India inabidi upite hapo. Na zama hizo India ilikuwa ni sehemu ya biashara sana. Hasa biashara ya viungo. Okay. Na dhahabu na bidhaa za kilimo. Kwa hiyo huwezi kuwa superpower wewe huendi hujafika Misri au hujafika eneo la Mashariki ya Kati ambapo pale ni kama sehemu ya kituo cha kuweza kudhibiti dunia. Na ndio maana ukichunguza kwa makini utaona hata mji wa Dubai umejengwa na Wamarekani kwa lengo la kudhibiti nchi zote za huko Afrika. Wapi mtaka kuchukua bidhaa mnaenda pale. Sawa ndio. Ile Dubai ni baada ya China kuchukua Hong Kong mwaka 97. Wazungu wengi wa Uingereza wakakimbilia huko Dubai. Okay. Walitoka Hong Kong na wakaja wa Marekani pale, wawekezaji kutoka Irani. Baada ya vikwazo vingi Irani kuwekewa, wa Irani wengi walikimbilia pale na Dubai. Fanya biashara wakubwa. Dubai imekuwa kama ni kituo ambacho kiko Asia. Kwa hiyo jambo lingine ni kwamba Mashariki ya Kati, ndio maana wanasema Mashariki ya Kati ni center ya dunia. Kwa hiyo mtu akiwa katikati ni rahisi kwenda sehemu yoyote. Ni sasa na hapa Tanzania mtu akiwa Dodoma kwenda mkoa mwingine wote inakuwa rahisi. Okay. Kwa hiyo lile eneo la Mashariki ya Kati ni kama center ya dunia, ni kama kitovu. Ukiwa Mashariki ya Kati utaingia Afrika. Okay. Ukiwa Mashariki ya Kati sijui kupitia huko Morocco utakwenda Ulaya. Utakwenda ukiwa huko Syria, ukivuka bahari Mediterranean huko Italy. Utakwenda Asia. Okay. Na ili eneo tangia zamani ni eneo la wafanyabiashara. Watu walikuwa wanafanya biashara baina ya hizo nchi za India, ukitaka kwenda mashariki ya mbali, China huko, unapita maeneo hayo. Kwa hiyo hakuna empire yoyote. Na ndio kuna siri kubwa sana Mashariki ya Kati kwa sababu hakuna empire yoyote ambayo haijafika hapo. Muingereza alikuwa superpower baada ya kuja hapa Mashariki ya Kati. Sawa. Ndio akawa empire kubwa. Baada ya kuwazidi wa Ottoman. Kabla ya hapo Muingereza alikuwa hana nguvu yoyote duniani wala Mfaransa bila kufika Mashariki ya Kati. Kabla kufika Mashariki ya Kati, kipindi hicho Ottoman ndo mwamba anatamba pale. Kipindi hicho hata wakina Vasco da Gama wakati wanazunguka wanakuja maeneo ya Cape of Good Hope huko Cape Town, walikuwa wanakimbia Ottoman huko kwenye bahari ya Mediterranean na hii bahari ya Hindia huko. Walikuwa waruhusu mzungu akatize huko. Kwa hiyo walikuwa wanazunguka kule wakina Vasco da Gama ili wapate njia ya kwenda India. Okay. Ilibidi wazunguke kule. Wakafika Afrika Kusini mara ya kwanza, jahazi yao ikavunjika. Wakaita pwani ya dhoruba. Mfalme Reno akasema hapa ni pwani ya matumaini mema. Ndio wakaita Cape Town. Okay. Wakarudi mara ya pili. Kwa hiyo watu wa mwanzo kufika hata pale ni Wareno, Cape Town. Okay. Katika wazungu lakini. Maana Waafrika walikuwepo miaka mingi.
Sawa. Lakini huko kote walikuwa hawaruhusiwi kuja huku, lakini walikuwa wanatafuta njia ya kwenda India kibiashara. Kwa hiyo utaona kwamba maeneo ya Mashariki ya Kati ni maeneo muhimu sana kimkakati, na ndio maana hata watu wa magharibi wanang'ang'ania Israeli, kwa sababu Israeli pia kilikuwa ni kituo cha Waislamu. Na ukiwa Israeli ni bonge la center. Kwa sababu ukiwa Israeli, ukipita kwenye kivuko cha Rafa unaingia Misri, umeingia Afrika. Ukipitia Syria huku kwenye Golan, milima ya Golan huku umeingia Arabuni, unakwenda Arabuni. Ukivuka baharini huku umekwenda Italia. Sasa maeneo kama hayo ni maeneo muhimu sana, na ndio maana lazima mtu yote afike na wakaweza kuyateka. Kwa hiyo Wagiriki nao hawakubaki nyuma. Lazima waende katika maeneo haya, wafanye uvamizi na kuteka. Lakini huyu baada ya kufa Alexander the Great, makamanda wake waligawanyika, waligawana. Kamanda wa kwanza anaitwa Ptolemy. Yeye alichukua eneo la Misri. Na kama unakumbuka na unajua historia ya Misri, pale kuna mji unaitwa Alexandria. Kwa hiyo ina maana Alexander alifika pale Misri. Kwa hiyo ilikuwa ni kitovu, ni sehemu muhimu. Misri ilikuwa ni nchi ambayo imeendelea kidogo. Kwa mambo ya elimu nini, walikuwa na mambo mengi pale. Kwa hiyo Alexander alifika pale. Baadaye akaanzisha, baada ya kufa Ptolemy akachukua eneo la Misri. Kamanda mwingine anaitwa Seleucus. Ndio. Kamanda baada ya kufa Alexander, yeye alitawala eneo la Irani, Syria na maeneo ya Mashariki ya Kati. Ndio. Kuna kamanda mwingine anaitwa Antigonus. Yeye alitawala sehemu ya Asia ndogo, yani Uturuki. Na nchi za Asia ya Kati. Na kuna kamanda mwingine anaitwa Cassander. Yeye alitawala Macedonia na Ugiriki yenyewe baada ya kufa Alexander. Na tuseme vita hii ambayo ilipiganwa, ambayo ya kuwashinda hawa wa Irani, ilipiganwa mwaka huo wa 1334 BC. Ndio ilipiganwa. Na hapo ndipo Waajemi wakawa wameshindwa tayari, Ugiriki ukaanza kutawala. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo Wagiriki walifanya ni watu ambao walieneza sana lugha yao. Yaani katika utawala wao hakuna kitu ambacho walifanya kikubwa zaidi ya kueneza lugha ya Kigiriki. Yaani wakiingia sehemu walikuwa wanafundisha lugha hiyo, na ndio maana umeona mpaka leo hata Wakristo ile lugha yao ya kitaalamu ni Kigiriki. Lugha ya asili. Na ndio maana hata walipofika pale Israeli walifanya kazi kubwa sana. Walipofika pale Israeli walichofanya Wagiriki, kwa sababu ni watu wa kupenda elimu, walichukua watu 70. Walichukua watu 70 wakawasomesha lugha ya Kiebrania. Watu wao Wagiriki. Walipojua Kiebrania wakawaamrisha watafsiri Taurati sasa kwa lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo Biblia ya mwanzo, ule mkusanyiko ndio ukaitwa Biblos. Kigiriki Biblos, ukisema neno Bible maana yake ni Kigiriki. Maana yake Biblos maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Kwa hiyo mkusanyiko wa vile vitabu vya manabii ndio wakaita Biblos. Kigiriki maana yake mkusanyiko wa vitabu. Kwa hiyo neno Bible ni la Kigiriki vile vile. Neno Bible ni la Kigiriki na wakaita Septuagint. Yaani maneno ya watu 70. Walikusanya maandiko hayo, na walipofika pale Israeli kuna baadhi ya Wayahudi wakaanza kuongea Kigiriki. Walianza kuongea Kigiriki, wakajifunza falsafa, mpaka baadhi ya wanazuoni wengine wa Kiyahudi wanasema falsafa pia ilikuwa ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Ila sasa Wagiriki sasa walichofanya ni kwamba kuna kitu ambacho walikosea sana. Walikuwa nalazimisha sasa utamaduni wao eneo lile la Mashariki ya Kati. Yaani walikuwa nalazimisha kwa nguvu. Kwa mfano, walipoingia pale Israeli, Wayahudi walipigwa marufuku kutahiri watoto. Ukitahiri mtoto ulikuwa unakamatwa, unatiwa katika tairi, au wanakumwagia lami, wanakupiga moto. Lakini vile vile wakawa wanalazimisha mpaka kwenye vyakula kula kitimoto. Na Wayahudi kula nguruwe ilikuwa ni mtihani. Sawa. Lakini walichokuwa wanafanya Wagiriki, wanachukua masufuria ya shaba.
nikiwa na ile Biblia ya Roman Catholic, kitabu cha Makabayo, nitakusomea siku nyingine ukija hapa. Walikuwa wanamchukua mtu wanakwambia kula nyama ya nguruwe. Tena wanatafuta mtu msomi sasa. Sio mbugira. Ukikataa wanakutia katika sufuria la moto. Sufuria la moto limewekwa mafuta yanachemka, unaambiwa kula kitimoto pale. Katika Biblia Roman Catholic kuna mzee mmoja tu Eliazeri. Alikuwa mwalimu wa Taurati, mtaalamu, Myahudi huyu. Alilazimishwa ale nguruwe. Sasa akishakula yule kiongozi, na maana wengine wote mtakula. Kiongozi wetu mbona amekula sasa? Kwa hiyo walikaa wakamlazimisha mzee, akasema mimi siwezi kula, siwezi kuacha imani yangu kwa kufuata dini ya kigeni. Walichofanya ni kwamba huyu mzee kwanza wanakuchuna ngozi ya kichwa. Wagiriki walikuwa wakatili. Wakisha kuchuna ngozi ya kichwa wanakukata kiungo kimoja baada ya kingine. Ukishabaki sasa kibubutu sasa. Una mikono, una miguu, wanakuuliza uko tayari kula kitimoto tukusamehe? Ukikomaa wanakutia katika mafuta yanayochemka, unateketea. Wakimaliza baba wanakwenda kwa mama. Kwa hiyo Wayahudi wale waoga walikubali kufuata sheria hizo. Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa na wakati mgumu sana. Yaani mara 10 utawala wa Medi na Wajemi ulikuwa unanafuu kwa Wayahudi. Lakini utawala wa Kigiriki ulikuwa ni utawala wa kikatili sana. Alafu hakuna kitu kibaya walichokifanya, ni lile hekalu sasa. Yaani walichofanya Wagiriki, wakajenga madhabahu ndani ya hekalu la Jerusalem. Madhabahu ni nini? Sehemu ya kuchinja wanyama. Kwa sababu Wayahudi walikuwa na desturi ya kuchinja ng'ombe pale. Labda na mbuzi na kondoo. Wanyama wale wenye miguu minne walikuwa wanachinja pale. Sasa Wagiriki walipokuja pale kuwalazimisha Wayahudi waache mila zao na desturi, wakawa wanachinja nguruwe ndani ya hekalu. Wakawa wanachukua nguruwe wanachinjwa mle kama dhabihu. Wakajenga altare pale ya Mungu Zeus ndani ya Jerusalem. Kwa hiyo lile hekalu la Jerusalemu leo ambalo la Kiyahudi likaitwa hekalu la Zeo wa Olympus. Likawa linaitwa hekalu la Zeo wa Olympus. Yaani likawa linamilikiwa na Mungu Zeus. Kwa hiyo hicho kitu kwa Wagiriki ilikuwa ni kibaya sana. Na si kwamba waliyafanya hayo peke yake, ni kwamba hawa Wagiriki ilikuwa inafikia kipindi mtu akiwa na mwanamke wake anataka kuzini, anaweza kuzini ndani ya hekalu. Kwa sababu miongoni mwa ibada zao za kishenzi. Kwa sababu wana historia kwamba baadhi ya miungu yao walikuwa ni malaya. Au akina Madonna, au akina Venus. Ni vijimungu vya kike, vingine vilikuwa ni vimungu vimalaya tu. Kwa hiyo malaya kwa wala haikuwa tatizo. Kwa hiyo kuna wakati walikuwa wanafanya sherehe za ngono zinafanyika ndani ya hekalu takatifu. Na ndio maana kipindi hicho wanasema kwamba Wayahudi walikasirika sana. Na vitendo hivyo wakasema kwamba ni chukizo la uharibifu. Fanyika katika hekalu. Kwa hiyo sasa walichofanya, na wakati ni muda mwingi umepita, yani na karibia mwaka wa 200 sasa, kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Antiocho Epifani. Huyu Antiocho Epifani alikuwa ndo anaendesha utawala wa Kigiriki maeneo mashariki ya kati, lakini makao makuu yake alikuwa Damascus, Syria. Kwa hiyo akiwa pale Syria ana control kote mpaka kwa Israeli, Misri nini, kwa eneo la Syria huko. Ana control akiwa huyo Antiocho Epifani. Na huyu ndo aliwapiga sana Wayahudi, akiwalazimisha waache tamaduni zao. Na kujenga madhabahu hizi za miungu wa uongo, na kuwalazimisha Wayahudi waweze kukubali mila za Wagiriki. Kwa hiyo Wagiriki wakayafanya haya kwa jambo kubwa sana. Sasa Wagiriki walichofanya ni kwamba walipiga marufuku Taurati kusomeshwa. Washatafsiri Taurati kwa lugha ya Kigiriki, wao wanayo sasa. Lakini huku sasa wanapiga marufuku. Kwamba Taurati isisomeshwe kwa Waebrania. Hawaruhusiwi kusoma kitabu cha Taurati tena, kwa sababu wakisoma Taurati itakuwa sasa wao wanafuata desturi na mila zao. Kwa hiyo wakawa wanapiga marufuku Taurati isiweze kusomeshwa katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo ibada zikawa ni marufuku. Kwa hiyo jambo hilo sasa
liliwaibua watu wengine. Ndio. Liliwaibua watu wengine. Lakini kabla sijaenda kwenye kipengele hicho, hebu nisomee Danieli 11:31. Danieli 11:31. Danieli 11:31. Mstari wa 31 anasema hivi: na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu. Ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Umeona hapa, hebu rudia hicho kipengele. Wagiriki na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu. Ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Walichofanya hivyo, sadaka kuteketezwa ile kuchinja wanyama wakaondoa, wakatia unajisi, ndio kwa anaingiza viti moto. Danieli ashayaona yote kabla hajatokea. Okay. Kwa hiyo wakayafanya hayo. Sasa kilichofanyika sasa ni kwamba Wayahudi hawakukubali ile hali. Hakuna kitu ambacho Wayahudi wanakithamini kama ile hekalu. Okay. Na nikuhakikishie kwamba hata sasa hivi wana njama kubwa sana ya kutaka kuvunja ule msikiti wajenge tempo ya Kiyahudi. Okay. Kwa sasa hivi washakuwa na nguvu. Wanadhibiti Marekani. Okay. Na dola yao ya mwisho ilibaki ni Irani tu idhibiti ili mipango yao yote ikamilike. Okay. Ndio maana Netanyahu hapoi. Na umeona mpaka sasa hivi Marekani wanampiga pini Trump asishambulie. Trump anamzuia Netanyahu. Netanyahu mpaka sasa hivi anapagawa, anataka aanze vita, lakini Marekani wanamzuia. Kwa nini? Kwa sababu kuna rabi mmoja wa Kiyahudi, nafikiri kwenye miaka ya 90 na ngapi hivi, alimwambia Netanyahu, wewe fanya jitihada ili Masihi aje. Okay. Unamaanisha, unajua anamaanisha nini? Sijaelewa. Fanyeje Netanyahu mpagani wa kawaida amlete Masihi? Yaani Netanyahu si Mzayuni. Okay. Masihi ili aje pale Israeli lazima wale maadui wa Israeli wao wote washatiishwa. Okay. Sasa watafanyaje ibada katika hekalu la Yerusalemu alikuwa wanashambuliwa? Okay. Au makombora muda wote yanatua pale, ballistic missile. Wanakuwa hawezi kuwa na amani hiyo. Kwa hiyo lazima wawadhibiti kwanza watu. Sawa sawa. Kwa hiyo huo ndio mkakati wa Wazayuni ambao wanaofanya kulifanya hilo litokee. Na sasa hivi labda nafikiri kinachofanya ni kwamba bado wanaona pengine Waislamu wana umoja duniani. Ndio. Kwamba tukilivunja hekalu hili wanaweza wakaungana ikawa vita kubwa. Sawa sawa. Kwa hiyo wakati bado haujafika wa kuweza kulifanya hili ambalo wanalikusudia. Kwa hiyo Wayahudi baada ya Wagiriki kuanza kuchinja nguruwe, ndio kuwaingiza wanawake wanafanya uasherati pale kwenye hekalu la Jerusalem. Jambo hili liliwaudhi Wayahudi sana. Okay. Ilibidi waingie mzigoni. Kuna mtu mmoja anaitwa, alikuwa ni kuhani nafikiri, anaitwa Yuda wa Makabayo. Ndio. Yuda wa Makabayo huyu bwana ilibidi aanze vita vya msituni. Okay. Alianza vita vya msituni, yani aliasi utawala wa Kigiriki ambao ulikuwa ni mwaka 164 BC kabla ya kuzaliwa Nabii Isa. Akaanzisha vita vya kuikomboa Jerusalem. Okay. Kwa kifupi alifanikiwa. Sawa. Alipigana katika vita hiyo na wakawaondosha Wayahudi pale Jerusalem, Wagiriki pale Jerusalem. Wagiriki walishinda. Wakaondosha Wagiriki, wakasafisha hekalu, wakaondoa ibada za uongo, lakini ushindi ulikuwa ni wa muda tu. Na ndio maana mpaka leo Wayahudi wana sherehe inaitwa Hanuka. Okay. Hii sherehe ya Hanuka wanakumbuka ushindi wa Makabayo. Jinsi walivyoshinda pale na kulitakasa hekalu ambalo linajisiwa. Okay. na Wagiriki ambao ni mwaka 164. Lakini baadaye tena Wayahudi nao pia baada ya kushinda nao Wayahudi hawakuwa kitu kimoja, waligawanyika. Tena. Kuna kundi la unga mkono wa Wagiriki, kundi moja ambalo linatetea uzalendo wa Kiyahudi. Okay. Kwa hiyo katika ule mgawanyiko huo ndio ikasababisha kwamba ushindi wao usidumu. Okay. Kwa sababu nyinyi mnapambana, lakini kuna wenzenu wako upande wa adui wanawapinga. Kwa hiyo Wayahudi wakashindwa. Lakini sababu nyingine ya Wayahudi kushindwa ni kwamba Wayahudi walifanya kitu kimoja cha kijinga. Walienda kuomba msaada kwa Waroma.
Okay. Kundi moja lakini katika yale. Ndiyo. Wenzao wamepambana wamekomboa hekalu. Lakini lile kundi ambalo linapata maslahi ya bwana mkubwa, linafaidi keki, wakaenda kuomba msaada. Okay. Kwa kamanda mmoja anaitwa Pompeo, Mrumi huyu. Ndiyo. Wakaomba msaada, Pompeo akaja, akapigana na Wagiriki, akawashinda katika vita vya Paidona, akatawala lile eneo. Alivyotawala lile eneo, hakuwapa Wayahudi tena utawala. Kumbe aliyewapeleka Waroma Israeli ni wao wenyewe Wayahudi. Wao wenyewe waliandika barua kuomba msaada. Okay. Dhidi ya Wagiriki. Waroma wakaja wakawasaidia. Walivyosaidia ile eneo wakalichukua wao. Okay. Ila Waroma kidogo walitumia hekima. Unajua si hapa Tanzania iliwahi kuzuka vita vya Majimaji. Ndio. Vita vile baada ya vita vya Majimaji ilikuwa ni vita kubwa sana. Mjerumani alishinda, aliwanyonga sana machifu wengi wakina Kinjeketile. Ndio. Na wale machifu wa Kingoni wengi walinyongwa. Sawa. Lakini baada ya vita vya Majimaji Wajerumani walibadilisha sera. Kwa na watu kumbe hawa ule sera zao za kikatili zikawa zimepungua. Okay. Na ndio maana hata Mjerumani alibadilisha sera. Na hata alipokuja Mwingereza pia alibadilisha sera. Baada ya kuona kumbe tusipowatawala kwa hekima tutakuwa tumefanyaje, tumeshindwa. Na ndio maana walipokuja sasa Mroma sasa aliwaachia Wayahudi hekalu lao waendeshe. Okay. Maana Myahudi Mgiriki alikuwa anaendesha yeye, anaendesha miungu yake pale ndani ya hekalu. Lakini Mroma alipokuja akatumia busara. Akasema nyie ibada zenu mtaendesha wenyewe na sheria zenu mtafanya wenyewe, lakini uamuzi wa mwisho utakuwa chini ya nini? Ya Pompeo na Waroma. Na pale Israeli akawachagulia mtu anaitwa Herode. Okay. Huyu Herode sio Myahudi. Yeye anatokana na uzao wa Esau. Si Myahudi. Anatokana ni katika yani ujue Isaka alikuwa anatoka ile alikuwa na Yakobo na Esau. Okay. Sasa katika kizazi cha Esau huyu Herode ni kizazi cha Esau. Wanaitwa Waedomi. Okay. Ni ndugu zao, ni jamaa zao. Kwa hiyo walimchagua wakasema bora alikuwa jamaa mtawala mzuri. Ikaanza ile nasaba ya familia ya Herode kutawala pale. Wakawa wanatawala katika mazingira hayo. Kwa hiyo Waroma walichofanya wakatumia busara. Kwa hiyo Wayahudi wakaunda lile baraza lao la makuhani lile. Utaona hata kipindi cha Yesu lilikuwepo linafanya kazi, wanajiendesha wao wenyewe. Lakini hata ilivyokuja issue ya kumhukumu Yesu, wao hawakuwa na makosa ya jinai, walikuwa wahukumu. Walikuwa na hukumu sheria ndogo ndogo za ndani tu. Okay. Lakini swala la kumhukumu Yesu ilibidi waende kwa Pilato. Sawa. Kwa sababu walikuwa hawana kauli ya mwisho. Kwa hiyo ina maana wa Roma walikuwa wanatawala utawala ambao ni indirect rule. Okay. Kama utawala wa Mwingereza. Anamweka sultani lakini chini anakuwa yuko Mwingereza. Kwa hiyo wa Roma walikuwa wanatawala hivyo pale Israeli. Waliweka wale wakuu wa makuhani. Wana sheria zao ndogo ndogo, lakini juu yuko pale Herode ambaye ni governor wa Kiroma anatawala pale. Kwa hiyo kilichofanyika pale ni kwamba Wagiriki waliingia pale, walikuwa ni wakatili sana na waliua watu wengi sana. Wakapiga marufuku desturi nyingi, kitu ambacho Wayahudi hawakupenda, na ilisababisha mgongano mkubwa sana baina ya Wayahudi na Wagiriki. Na hili unajua kipindi hicho tayari Waroma walishaanza kujipenyeza huko. Okay. Waroma tayari walishaanza kuwa na nguvu, yani kama wanaingia maeneo mengi, kwa sababu hata kuna ile historia yule Cleopatra yule. Yeah. Yule mwanamke ambaye alikuwa ni mwanamke mrembo sana, anasimuliwa katika vitabu vya historia. Wanasema hajawahi kuonekana mwanamke mzuri kama huyo. Aliwahi kuwa malkia wa Misri huyo Cleopatra huyo. Okay, yes. Alikuwa anatawala kipindi hicho. Sasa wanasema huyu malkia Cleopatra mpaka mwaka wa 100 huo sasa unakwenda, wakina Julius Caesar ndio wamo sasa. Inasemekana huyo Cleopatra alikuwa ni mwanamke wa Julius Caesar. Wengine wanasema alikuwa mke wake huyo Antony huyo mwanamume wake ambaye ni katika makamanda wakubwa wa jeshi la Roma. Okay. Ndio wa Roma nao wanaanza kuwa na nguvu, wanaanza kuwasogeza Wagiriki. Kwa hiyo kwa kipindi hicho Wagiriki wakawa wametawala, wamefanya mambo mengi sana, mambo ambayo kwa njia moja au nyingine yaliweza kuathiri baadhi ya mambo. Lakini
inasemekana huyu nani Antioko ambaye alikuwa aliwadhulumu Wayahudi kwa kuwaua sana na kuwalazimisha, mwisho wa siku alikufa kifo kibaya sana. Wanasema kwamba aliugua ugonjwa, alikuwa anameguka nyama moja baada ya nyingine. Okay. Sasa Wayahudi wenyewe wanasema pengine labda wao walimuomba Mungu wao ndo akamfanya hivyo. Lakini wana historia wengine wanasema ilikuwa ni ugonjwa tu. Lakini aliumwa yule bwana, nyama zikao zinabanduka katika mwili wake, zinaanguka chini. Akaanguka chini ya farasi. Yule bwana ambaye ni Antioko akawa amefariki. Sasa nilipenda nimalize hapa kwa leo. Lakini nitakuja kuzungumza sasa dhuluma iliyofanywa na Wagiriki ndani ya nchi ya Israeli na jinsi walivyowalazimisha watu baadhi ya vitu kufanyika, na tuone tawala hizi jinsi ambazo zilivyokwenda mpaka mwisho ikapigana vita baina Wagiriki na Waroma, vita ya mwisho ambayo Roma ikaja kutawala. Kwa hiyo nitaimalizia hapa kwa leo. Nitaizungumzia sehemu ya pili juu ya utawala huu wa Shaba, utawala huu wa Wagiriki ambao ni utawala wa tatu katika unabii wa nabii Danieli. Kwa hiyo kwa hayo machache kwa siku ya leo niseme nitahitimisha hapa, isipokuwa kwa wale ambao wanafuatilia watachukua namba yangu ya simu ambayo ni 0714 829191 0714 829191. Ndugu zangu, kwa wale wanao support, kama nilivyokuambieni, na vijana hapa ambao ni mayatima, kama kuna mtu anaweza kuwasaidia, na hasa katika siku hizi zinazokuja mbele, upande wa mavazi na kuweza kujikimu baadhi ya vitu, basi ataniona kwa namba hiyo hiyo 0714829191. La mwisho, tusubscribe katika channel hii ya Simulizi ili tuendelee kupata mada hizi ambazo tutakwenda sasa katika sehemu ya pili. Tuko katika utawala wa Kiyunani huu. Kwa hiyo kwa hayo machache kwa siku ya leo niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.